Promova TV, a home of testimonies. Huu ni ushuhuda wa Moses Lushiku kutoka nchini Kongo DRC, na hii ni sehemu ya 3. Karibu sana katika mwendelezo, ambapo hapa tutazungumzia kuhusu mafumbo ya mbingu ya 3 na tofauti kati ya kuishi katika roho na kuishi katika mwili. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana katika channel yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu tuendelee. Nilikuwa na mwanangu katika imani, Askofu Joseph, na tulikuwa tukizungumza baadhi ya masuala ya Biblia nilipokamatwa na Roho wa Mungu na nikasafirishwa hadi mbingu ya 3. Ilikuwa kali sana. Ufasaha wa Bwana katika mbingu ya 3 ulikuwa tofauti kwa uzoefu uliopita. Nitajaribu kusema kama Bwana. Kabla sijafika katika mbingu ya 3, nilifika kwanza katika ua wa nje katika mbingu ya kwanza. Nilipanda ukanda wa wingu unaoelekea mbingu ya 2, kisha nikaingia kwenye korido ya wingu inayoelekea mbingu ya 3. Nilipofika mbingu ya 3, niliona umbo la kiti cha enzi, na Bwana Yesu Kristo alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Watu waliomzunguka walionekana kana kwamba walikuwa wa rika moja. Walikuwa wamevaa nguo zinazofanana sana na vazi la kifalme la rangi ya kijivu. Nilipiga hatua kuelekea kwenye kiti cha enzi. Bwana aliniita na kusema, "Karibu mkuu kati ya wakuu." Hapo awali alikuwa akiniita mtu, lakini safari hii aliniita mkuu. Mara nikaona vazi langu likibadilika na kuwa vazi la kifahari sana. Zilikuwa nguo za kifalme. Kisha nikaanza kutazama mazingira. Niligundua kuwa hapakuwa na barabara ya lami. Kulikuwa na uwazi, na kiti cha enzi cha Yesu kilisimamishwa katika uwazi huu mkubwa, na tulikuwa tumesimama katika hewa. Kila mtu alikuwa anakuja kupiga magoti mbele ya kiti cha enzi cha Bwana, lakini niliona kwamba idadi ilikuwa imepunguzwa kwa kulinganisha na mbingu ya kwanza na ya 2. Bwana akasema, "Hili ni eneo la uwazi, uwazi unaoratibu vitu vyote. Anga liko juu ya viumbe vyote. Ukiondoka duniani unafika ulimwengu na zaidi ya ulimwengu. Kuna anga na zaidi ya anga. Huko ni wazi na uwazi mtupu." Bwana alisema, "Mahali hapa ni kipimo. Kadri unavyoinuka ndivyo unavyozidi kuwa wazi na kutokuwa na kitu. Ni kama unapopanda ndege. Kadri unavyoruka kwenda juu, unaacha kila kitu hapa chini. Hata wingu limeachwa chini. Jinsi ndege inavyopanda, hata hewa inaachwa chini." Bwana akasema, "Hii ni kipimo ambapo hakuna riba. Yote ni juu ya ibada. Inahusu mfalme na mkuu wake, ibada isiyo na riba. Mnaniabudu bila kutarajia chochote. Nanyi mtaniabudu kwa sababu mimi ndiye Mwenyezi Mungu, si kwa sababu mnatazamia chochote kutoka kwangu, bali kwa ajili ya kuniabudu. Hapa ndipo inatimia neno hili: heri walio maskini wa roho,
maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5:3. Katika hali hii ninyi huja kwa uwepo wangu bila mradi au matarajio yoyote. Bwana Yesu alisema, Bartimayo alinifuata ili apate kuona tena. Kitu cha kwanza alichofanya ni kutupa vazi lake. Vazi la Bartimayo ni kifuniko cha ulinzi na faraja. Marko sura ya 10 mstari wa 46 hadi 52. Katika mbingu ya tatu sio juu ya kujaribu kupata vitu kutoka kwa Bwana, lakini ni juu ya Bwana kukufanyia. Yesu alimuuliza Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Bwana alisema, enzi yangu inahusu ibada na huduma. Inaundwa na malaika wanaonitumikia na wazee 24 wanaoniabudu. Kuna ngazi 3 katika maombi. Ni lazima kwanza ujitakase katika mahakama ya nje, kisha udai kilicho chako katika mbingu ya pili, kwa sababu hiyo ni haki yako. Lakini katika mbingu ya tatu unatafakari na kutukuza ukuu wangu. Katika hali hii mtumishi wangu anafurahia kutoka kwangu, si kitu kingine. Hawataki kupokea chochote kutoka kwangu, ila wananitaka mimi. Mimi ni mfalme na watumishi wangu ni wakuu. Yote ni juu ya ufalme wanaoshindana katika kuniabudu mimi. Huu ni mwelekeo wa tatu. Wakuu wamejaa uungu. Bwana Yesu Kristo alisema, katika mbingu ya kwanza na ya pili nataka kuwabariki na kuwatajirisha watu wangu, lakini mwelekeo huu hauhusu kile ambacho mwanadamu anaweza kupata kutoka kwangu. Katika mbingu ya tatu wanadamu hufurahishwa na mimi zaidi ya kitu chochote ambacho yeye anaweza kupata kutoka kwangu. Ninakuwa kitovu cha umakini na shauku ya wanadamu. Bwana akaniambia, wewe uko katika ulimwengu wa roho. Huu ndio utimilifu wa kifungu kilichosema kwamba ametufanya kuwa ufalme wa makuhani. Ufunuo 1:6. Inamaanishwa nini kusema ufalme wa makuhani? Ni kama vile kuhani anavyoteketeza dhabihu ya kuteketezwa na moshi unapanda. Sisi tupo katika kipindi cha moto ambacho kinapaswa kuteketeza moto na kuteketezwa, kama vile watoto wa jangwani walivyokuwa na nguzo ya moto usiku na nguzo ya wingu mchana. Kanisa linafanya kazi katika kipindi cha moto na nguzo ya wingu. Hii inahusu baraka katika Agano la Kale, kwa sababu wingu lilitangaza mvua inaonyesha duniani, lakini nguzo ya moto na utawala mpya ni kuhusu mabadiliko na utakaso. Ukuhani wa sasa unajumuishwa kupitia moto kwa ajili ya utakaso. Mara tu moto unapotokea, moshi utatoka kwa sababu ya mauaji ya kimbali. Ili roho ya mtu iepuke mwili wake, lazima apitie motoni. Nyama lazima iteketezwe kwenye madhabahu ya dhabihu. Matokeo yake roho itatoka mwilini kama wingu la moshi. Bwana hataki roho yetu ishikamane na miili yetu na kuchukua mambo machafu ya ulimwengu huu. Bwana alisema, mbingu ya tatu haikujulikana wakati wa Paulo. Ndio maana aliwahi kusema, ina mambo magumu ya kukuambia, lakini hauko tayari. Nyie bado ni watoto. Paulo alinyakuliwa katika mbingu ya tatu. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2 hadi wa 4 inasema, nalimjua mtu mmoja katika Kristo miaka 14 iliyopita, kwamba alikuwa katika mwili sijui, au kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu wa namna hiyo alinyakuliwa mpaka mbinguni, mbingu ya tatu. Nami namjua mtu wa namna hii.
kwamba alikuwa katika mwili au nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyoonekana ambayo si halali mtu kuyanena kabisa. Bwana akasema, nitawaeleza niliyomwonesha Paulo, kwa sababu hakutoa ukweli huu kwa kizazi chake. Ibada ya kweli ni kutoa mwili wako kama dhabihu juu ya madhabahu. Mara tu mwili wako utakapoteketezwa kwa moto na kifo kwenye madhabahu, roho yako itatoka nje ya mwili kama moshi wa dhabihu ya kuteketezwa. Mwili wako usipokuwa umekufa, roho yako haitauacha mwili wako, bali mwili ukishateketezwa na moto wa utakaso, roho yako inakombolewa kutoka katika mwili wako hadi ulimwengu wa roho, na ndipo roho yako itakuwa inahudhuria uwepo wa Mungu katika sehemu ya tatu. Mbinguni daima roho yako itawasiliana na Baba daima. Yesu alisema ni katika mbingu ya tatu ndipo siri ya msalaba inatimia. Jua lilitiwa giza na pazia la hekalu likapasuka katikati. Kisha Yesu akaita kwa sauti kuu, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na alipokwisha kusema hayo, akakata roho. Kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 45 hadi 46. Yesu akaniambia, msalaba ndiyo madhabahu kuu na dhabihu kuu. Imeandikwa, kwa hiyo ndugu, na wasihi kwa rehema ya Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenu ya kiroho kuabudu. Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Mpendwa, ni lazima tukabidhi roho zetu mikononi mwa Mungu kama Yesu msalabani kwa dhabihu ya mwili. Bwana akasema, hii ndiyo inatakiwa kuwa motisha katika ibada. Roho zetu lazima ziwe daima katika mbingu ya tatu katika uwepo wake Mungu. Wapendwa katika Bwana, Yesu alisema, unapofikia hatua ambayo roho yako inahudhuria uwepo wangu katika mbingu ya tatu, haitawezekana kwa mke na mume wa kiroho kukushambulia, kwa sababu hauko katika mwili wako bali mbinguni. Roho yetu inapoondoka katika miili yetu kwa ajili ya uwepo wa Mungu, mwili wetu uliobaki duniani utakuwa ukifanya kazi kama kipokea ujumbe ambao roho yetu inapokea kutoka kwa Mungu mbinguni. Mbinguni tutakuwa na maono, ndoto, mafunuo, kwa sababu roho zetu zitakuwa kama satellite inayonasa ishara kutoka kwa Bwana na kuzirudisha kwenye miili yetu duniani. Imeandikwa, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Soma Warumi 8:16. Kuna mawasiliano kati ya roho hizi mbili. Mwili ulipokea ujumbe kutoka kwa roho, lakini roho yetu isipoondoka katika miili yetu, tutakuwa duniani. Roho yetu lazima iepuke mwili kwa njia ya dhabihu ili kuhudhuria uwepo wa Mungu katika mbingu ya tatu. Bwana alinipa kifungu katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Roho ya Yeremia ilijulikana na Bwana kabla ya kuumbwa kwa mwili wake. Bwana alisema, nilimjua Yeremia kabla ya kuumbwa kwa mwili wake. Niliwajua au kuwaona Wakristo kabla sijaumba mwili wako katika tumbo la mama yako. Nilikujua kama nabii, mwinjilisti, mchungaji na mwalimu, waombaji wa okoa roho. Niliwatuma duniani na mwili kama wamishonari. Unapokuja kwa uwepo wangu katika mbingu ya tatu, unapata ufunuo wa utambulisho wako. Mwili wako
ni chombo kinachokuwezesha kutimiza utume wako duniani. Katika kutembea kwako, kuna hatua unahisi wito katika roho yako kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wangu. Huo ndio ufunuo wa utambulisho wako. Kisha utaelewa kwa nini uko juu ya uso wa dunia. Ninakutuma duniani katika utume. Nilikupa gari ambalo ni mwili wako ili kutekeleza dhamira yako. Roho yako lazima siku zote ihudhurie mbingu ya tatu ili kupokea mafundisho na kurudi katika mwili ili kutekeleza maagizo. Mpendwa, uko katika mwili wako ambao ni gari lako. Ni lazima umuulize Bwana utume wako ni nini? Umetumwa kwake, kusudi lako ni nini? Kisha Bwana akanishika mkono na tukashuka hadi mbingu ya pili kwa njia nyingine, lakini mapito yangu hadi mbingu ya tatu ilikuwa kutoka kanisani hadi ua wa nje. Kisha nikaingia mbingu ya kwanza, kisha mbingu ya pili. Kwa kweli muundo wa ufalme wa mbinguni ni kama hema uliloliona wakati wa Musa na hekalu la Yerusalemu. Upendo na amani iwe kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hebu nitoe maelezo mafupi kuhusu wito wangu kutoka kwa Bwana. Ilitokea siku moja nikiwa nimejilaza kando ya nyumba yangu. Ghafla nguvu zilinichukua. Kwa sababu hiyo roho yangu ilitoka nje ya mwili wangu na nikapelekwa angani. Nilipofika kule kwenye anga, nilimuona Bwana Yesu Kristo. Mpendwa, ukikutana na Bwana Yesu Kristo utajua kuwa umesimama mbele za Mungu mwenyewe. Ni moja kwa moja wakati Bwana Yesu Kristo anaweka macho yake kwako, upako wake utahamishiwa kwako na ufahamu wako utafanywa upya na kutiwa nuru mara moja na utaunganishwa na ule usio wa kawaida. Bwana akaniambia, tazama duniani. Nilipotazama sayari ya dunia, Bwana alisema, unapoigawanya dunia katika sehemu tatu ambazo ni uwiano wa wanadamu ambao wataokolewa kupitia ujumbe wako na huduma yako. Wewe ni mtumishi wa wakati wa mwisho. Nitatumia huduma yako na wengine kuleta unyakuo wa kanisa. Huduma yako itakuwa ya kinabii ili kuwatayarisha watu wangu kwa ajili ya unyakuo. Wiki chache baadaye nilishawishiwa na Roho wa Bwana kutumia muda fulani kanisani kwa maombi. Kwa sababu hiyo, nilianza kutumia muda wangu mwingi kanisani katika maombi. Kwa kweli nilitoka nyumbani kwangu kwenda kulala kanisani kwa maombi. Nilitumia miezi 4 mfululizo katika uwepo wa Bwana. Haya hayakuwa matokeo ya pendekezo la sauti iliyosikika, bali usadikisho rahisi wa Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikilala kanisani. Baadaye nilijiunga na washiriki wa kanisa langu. Waliguswa na ukweli kwamba nimeiacha nyumba yangu ili kuomba na kulala kanisani kwa miezi mingi. Kisha siku moja asubuhi baada ya maombi, kitu kilitokea. Nilikuwa nikizungumza na mshirika wa kanisa langu nilipoona viumbe watatu wenye uzuri wa kupindukia wakiwa wamevaa mavazi meupe yenye kung'aa sana. Malaika hawa warefu na wenye nguvu walikuwa hawagusi ardhi. Haya yalikuwa ni mambo ya ajabu. Malaika wa kwanza alijitambulisha kwangu na kusema, mimi ni malaika mkuu Mikaeli. Ninafanya kazi katika uwanja wa vita vya kiroho. Imeandikwa kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo akiuzunguka wamchao. Soma Zaburi 34:7. Mimi ndiye niliyepiga kambi kuwazunguka wana wa Mungu. Nitakufunulia siri za ufalme wa Lucifer katika vita vya kiroho. Nitakuambia siri za shetani kwa sababu ninamjua. Nilikuwa kiongozi wa kikosi kilichomfukuza kutoka mbinguni. Ufunuo 12 mstari wa 7 hadi 9. Kulikuwa na vita mbinguni.
Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Malaika wa pili akajitambulisha kwangu kama Gabrieli, akaniambia, mimi ndiye niliyemtokea dada yako Mariamu, ili kumtangazia habari njema ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Biblia inasema Mungu alimtuma malaika Gabrieli mpaka Nazareti katika mji wa Galilaya. Malaika alikwenda kwa bikira aliyeahidiwa kuolewa na mzao wa Daudi aliyeitwa Yusufu. Jina la bikira huyo lilikuwa Mariamu. Malaika alipoingia nyumbani kwake alimsalimia na kusema, umepewa neema na Bwana, Bwana yu pamoja nawe. Alishtushwa na kile malaika alichosema na kujaribu kutafakari nini maana ya salamu hii. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, umepata neema kwa Mungu. Utachukua mimba na kumzaa mtoto wa kiume na kumuita Yesu. Atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa Aliye Juu Zaidi. Bwana Mungu atampa kiti cha watu wa Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Soma Luka sura ya 1 mstari wa 26 hadi 33. Mpendwa, nilipomsikia malaika mkuu Gabriel akimuita Mariamu, mama wa Bwana Yesu Kristo dada yangu, nilihisi hisia ya pekee, kuthaminiwa pamoja na ufahari. Kisha Gabrieli akaniambia, mimi ndiye ninayewapa waumini ujumbe katika ndoto na maono. Wakiwa katika usingizi mzito, nitawafunulia mambo mengi. Kwa kweli malaika mkuu Gabriel alinifunulia siri 100 zilizomo katika mifano ya Yesu. Kisha malaika mkuu Gabriel akasema, tunakuja kwenye makanisa yenu na kwenye nyumba zenu, na tunatembea kando yenu, lakini ninyi watu mna shughuli nyingi za kila siku ambazo zimepunguza usikivu wenu wa kiroho. Hivyo huwezi kuhisi uwepo wetu karibu nawe, na huwezi kutuona ingawa sisi ni kila siku tu karibu nawe. Lakini ukweli kwamba watoto wengi wa Mungu wanatuona siku hizi ni dalili kwamba tukio la kurudi kwa mwana wa Mungu limekaribia. Nitakufunulia siri kuhusu maisha zaidi ya kaburi na mwisho wa nyakati. Malaika watatu alionekana tofauti na Mikaeli na Gabriel. Alijitambulisha kwa jina la Marvelous. Alisema, mimi ni yule malaika aliyemtokea mama yake Samsoni. Malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia, wewe ni tasa, huna mtoto, lakini utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Sasa hakikisha kwamba hunywi divai au kinywaji chochote kilichochacha, na usile kitu chochote kilicho najisi. Utachukua mimba na kupata mtoto wa kiume ambaye kichwa chake hakitaguswa kamwe na wembe, kwa sababu mvulana huyo anapaswa kuwa mnadhiri aliyewekwa wakfu kwa Mungu tangu tumboni. Yeye ndiye atakayetangulia kuwakomboa Israeli kutoka mikononi mwa Wafilisti. Soma kitabu cha Waamuzi sura ya 13 mstari wa 2 hadi wa 5. Malaika huyu wa ajabu alisema, nafanya kazi katika shamba la wokovu na katika nyakati za mwisho. Malaika huyu mwenye jina la ajabu alikuwa ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Baada ya kukutana huko kwa mara ya kwanza, siku 4 zilizofuata zilikuwa siku za kutembelewa na malaika, kwani kanisa zima liliweza kusikia sauti ya malaika wa Bwana. Katika siku ya 5 ya kutembelewa na malaika, jambo fulani lilitokea. Ilikuwa tarehe 10 Februari mwaka 2007, saa 11 kamili asubuhi.
Malaika mkuu Mikaeli ambaye aliahidi kunifunulia siri juu ya shetani na vita vya kiroho alikuja na alinishika mkono wa kulia. Mara roho yangu ikauacha mwili wangu. Mikaeli alinishika mkono wa kulia. Tulichukua mwelekeo wa haraka. Tulianza kupaa kwa kasi ya nuru na tukajikuta tuko kwenye anga, na pale kwenye nafasi malaika mkuu akaniuliza, "Je, unajua tunakoelekea?" Nilikuwa karibu kujibu aliposema, "Lucifer ameitisha mkutano katika mbingu ya pili ambao utaanza baada ya dakika chache. Ufalme wa mbinguni umekuchagua wewe kama mwakilishi wao kushiriki katika mkutano huo na kufichua yaliyomo katika mkusanyiko huu kwa ulimwengu." Dakika chache baadaye tulifika katika mbingu ya pili. Kisha tukaingia kwenye ukumbi ambao ulikuwa ni ukumbi mkubwa wa mviringo. Mahali hapa palikuwa kati ya mbingu na dunia. Malaika mkuu Mikaeli akaniambia, "Usiogope wala usifadhaike. Wewe simama tu upande wangu. Lazima uangalie na kusikiliza kila kitu. Umepewa jukumu la kuambia ulimwengu kila kitu utakachoona na kusikia." Kwa kweli nilipokuwa nikihudhuria mkusanyiko huu katika mbingu ya pili, Bwana Yesu Kristo alikuwa ameingia katika mwili wangu uliokuwa umeachwa duniani na alichukua udhibiti kamili wa hisia zangu. Alikuwa akiwahutubia watu wa Mungu kanisani, huku roho yangu ikihudhuria mkutano huu wa kilele angani. Nikiwa nyuma kwenye jumba la mbingu ya pili, niliona ukumbi ulikuwa umejaa pepo wa kila aina na watu kutoka mataifa yote walikuwa wakimngojea mkuu wa ulimwengu huu, Shetani. Mara tulipofika kwenye ukumbi wa mkutano, malaika mkuu Mikaeli akaniambia, "Hivi karibuni utamwona adui yetu ambaye ni adui yako." Tulikuwa tukielekea juu ya ukumbi huu wakati ghafla nikasikia mlipuko wa radi. Mlipuko huu ulikuwa ujio wa Lucifer. Ibilisi hakufika kama kila mtu mwingine, bali kwa mlipuko wa radi. Nilimwona Shetani kwa mara ya kwanza tarehe 10 Februari 2007. Mara tu baada ya kutua kwenye ukumbi wa mviringo, Shetani alijigeuza. Na maanisha kichwa chake kiligeuka kuwa cha mbwa. Kisha akawaambia washiriki, "Msishangazwe na nembo yangu ya kichwa cha mbwa. Nilichukua sura ya mbwa kwa sababu ninataka kukuonesha kwamba mimi ni Mungu. Sababu niliyokuita leo ni kwamba nilimsikia yule mwingine akidai kwamba yeye ni Mungu na kwamba anataka kuwaokoa wanadamu." Ibilisi na pepo wa kuzimu hawakunukuu jina la Yesu Kristo kwa kuogopa athari mbaya. Ibilisi anamtaja Yesu Kristo kama yule mwingine. Kisha kwa ishara ya mkono, Shetani aliondoa muhuri wa jumba la mviringo na akawafanya wasaidizi kupanda zaidi ya dari ya ukumbi. Niliona wasaidizi wamesimamishwa angani na kutazama sayari ya dunia. Lazima nikiri kwamba niliweza kutambua baadhi ya nyuso za wasaidizi. Kisha nikaona Shetani akionyesha sehemu fulani ya dunia. Alivuta kwa karibu sehemu hiyo ya dunia. Kwa sababu hiyo, tuliona watu wakiendelea na maisha yao katika sehemu hiyo ya dunia, lakini ajabu, watu wote kwenye sehemu hiyo ya dunia walikuwa na vichwa vya mbwa kama Lucifer mwenyewe. Baadaye Shetani alisogea hadi sehemu nyingine ya kijiografia ya dunia na tukaona idadi ya watu wa sehemu hiyo ya dunia wakiwa na vichwa vya mbwa. Kisha Shetani akasogea hadi sehemu nyingine ya sayari ya dunia na tukawaona watu katika makanisa mbalimbali. Tukawaona wachungaji, tuliona wainjilisti,
waimbaji wa makanisa, mashemasi kanisani wakiwa na vichwa vya mbwa. Makanisa yalikuwa yamejaa waumini, wahubiri na waimbaji wenye vichwa vya mbwa. Baadaye Ibilisi aliwarudisha wasaidizi kwenye ukumbi. Kisha akawaambia washiriki, mliona kwa macho yenu waumini wengi, waimbaji, wahubiri wakiwa na nembo yangu ya kichwa cha mbwa. Wana sura yangu ya mfano wangu, wanafanana na mimi, lakini yule mwingine aliyedai kuwa Mungu Mwokozi wa wanadamu ana 20% tu ya watu duniani. Swali ambalo kila mmoja wenu anapaswa kuuliza na kujibu ni hili: Mungu ni nani? Yeye au mimi? Ana 20% tu ya idadi ya watu ulimwenguni. Ni nani aliye na nguvu, yeye au mimi? Imeandikwa katika sheria yao kwamba mbwa amerudi kwa kile alichotapika. Ibilisi aliposema hivyo, nikakumbuka kifungu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 21 hadi 22. Kwa maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kujua na kuacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli: mbwa amearudia matapishi yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa na kugaagaa matopeni. Kisha nikaona Shetani bado angali na kichwa chake cha mbwa. Alitapika kwenye mimbali yake na kisha akayameza matapishi yake. Kisha akawaambia wasaidizi, ni shukrani kwa uwezo wangu kwamba 80% ya watu duniani ni watenda dhambi na wengi wa waumini wamerudi nyuma. Mkristo yeyote ambaye amerudi nyuma amechukua nembo yangu ya kichwa cha mbwa, ana sura yangu. Wakati huo niliona wasaidizi ambao walikuwa wameundwa na mapepo na wanadamu wakipiga magoti kumwabudu Shetani na kumtangaza Mungu. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Wasaidizi walikuwa wakimwabudu Shetani na kusema, wewe ni Mungu, kwa sababu 80% ya watu duniani walifanana na wewe. Wana sura yako na nembo yako. Wewe una nguvu zaidi kuliko yule mwingine ambaye ana 20% tu ya watu duniani. Ndugu zangu waamini wapendwa, kila tunapoishi katika dhambi tunachukua nembo ya Shetani ambaye ni kichwa cha mbwa. Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa maana Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazishikao amri zake, heri wazifuazo mavazi zao, kwa tafsiri nyingine, ili wawe na haki kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini wa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Imeandikwa kwenye Ufunuo sura ya 22 mstari wa 13 hadi 15. Ibada ya Lucifer ilipokuwa ikiendelea, mimi na malaika mkuu Mikaeli tulisimama katika hali ya mshazari kwenye mimbari ya Shetani, na kisha Shetani akaanzisha mkutano ambao ungedumu kwa miezi 4. Katika anga alianza kufichua mikakati yake 80 dhidi ya ubinadamu katika kanisa.
Maneno yake yalichapishwa moja kwa moja kwenye kitabu kiitwacho Mbinu na Mbinu. Kitabu hicho pia kinaitwa Traps Trigger, ambayo ina maana ya kuweka mtego kwa mtu mpumbavu na asiye na akili. Mkusanyiko katika anga ulichukua miezi 4. Kimsingi kila mara shetani alipokuwa akifunua mkakati, alikuwa anaashiria mkutano huo kwa ajili ya kupeleka mapepo kutekeleza mkakati huo mpya katika maeneo mbalimbali ya dunia. Na wakati mwingine mapepo yalikuwa yakisafiri katika hali ya kupitia ulimwengu wetu wa kimwili. Wakati huo mkutano ungesitishwa na washirika wangesubiri kurudi kwao na ripoti yao. Pepo hao walikuwa wakisafiri sehemu nyingi za dunia ambazo zilikuwa nyakati za usiku au mchana. Walikuwa wakisafiri katika msafara, walikuwa wakisafiri masafa marefu kwa sekunde moja au dakika chache sana, na walikuwa wakisafiri kwenda nchi, mabara na miji kadhaa. Pia walikuwa wakisafiri hadi ufalme wa baharini, ufalme wa chini ya ardhi na hata anga. Na kila mapepo haya yalipokuwa yakisafiri kwenda kwenye ulimwengu, ilibidi niwafuate ili nione kinachoendelea na jinsi walivyokuwa wakitekeleza misheni zao. Niliamriwa mfululizo na malaika mkuu Mikaeli kuwafuata. Matokeo yake nimekuwa kwenye falme nyingi zisizoonekana za Lucifer na nimekusanya ujuzi wa mbinu na mikakati ya adui. Katika ujumbe huu nitawaletea maneno ya Lucifer kama alivyosema, ili kila mtu aelewe ufalme wa giza. Kama ilivyoandikwa, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Yohana 8:32. Kisha shetani akaanza kuwahutubia wasaidizi kwa kiburi. Akawaambia washiriki, nimewakusanya leo kwa sababu tuna mpinzani. Nilimsikia akisema anataka kuokoa ubinadamu. Ndiyo maana nimewakusanya leo ili tuzuie hilo lisitokee. Leo nitatoa mikakati michache ili kuwafanya wafuasi wake wawe dhaifu na wanyonge, ili ufalme wetu ukue duniani. Na tutaishia hapo. Tafadhali usikose sehemu inayofuata. Katika sehemu inayofuata tutasikia kuhusu mikakati 80 ya Ibilisi, mikakati ambayo waliadhimia kwa ajili ya kuharibu binadamu, kuliharibu kanisa la Kristo. Usikose mwendelezo ili kufahamu mengi zaidi, lakini leo tutaishia hapo. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu anajulikana kama Mchungaji Moses Lushiku wa huko nchini Kongo DRC. Mimi msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. PROMOVER, Promova TV. Ukiipata hakikisha una subscribe, lakini pia unabonyeza alama ya like na pia unaweka maoni yako. Lakini usisahau pia kusambaza linki zetu, share kadri wezavyo, na hakika utabarikiwa sana. Kwa mawasiliano zaidi, iwapo kama na wewe una ushuhuda unahitaji kushuhudia, ama una ushuhuda wako ungependa tuusimulie, ama kwa maoni, maswali, mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho, ama pengine unahitaji kusapoti kipindi hiki cha ushuhuda, kuwezesha sadaka yako ili kuisapoti Promova TV, unaweza ukafanya yote hayo kupitia nambari zetu zifuatazo: kujumlisha 255766 294335 au kujumlisha 255784 074
462. Asante sana kwa kufuatilia Promova TV. Tafadhali tukutane kwenye mwendelezo wa ushuhuda mwingine. Uwe na siku njema. Kwa heri kwa sasa. Habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +257662841734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +251314844 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111181973. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.